Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Kristo, ukombozi wetu. Neno la Kristo. Kwa pamoja tuijenge dayosisi yetu ya Mufindi. Karibuni kwa ajili ya ibada yetu ya siku ya Bwana kabla ya Pentekoste. Ibada inayounganisha kufunga kwa kongamano la vijana kutoka dayosisi nzima ambao wamekuwepo hapa kwa siku 5, na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hayo yote. Na tuianze ibada hii katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Karibuni tuisa siku hii ya leo. 21 hadi 128. Karibu. 19 mstari ule wa 121 hadi 128. Zaburi ya 119 mstari ule wa 121 hadi 128. Nitasoma kwa msaada wa Mungu. Nimefanya hukumu na haki, usiniache mikononi mwao wanaonionea. Uwe mdhamini wa mtumishi wako, apate mema. Wenye kiburi wasinionee. Macho yangu yanafifia kwa kuungojea wokovu wako na kutimizwa kwa ahadi yako ya haki. Kama zilivyo rehema zako umtendee mtumishi wako, na amri zako unifundishe. Mimi ni mtumishi wako, unifahamishe nipate kuzijua shuhuda zako. Wakati umewadia, Bwana atende kazi, kwa kuwa wameitangua sheria yako. Ndiyo maana nimeyapenda maagizo yako kuliko dhahabu, naam, dhahabu iliyo safi. Maana nayafuata mausia yako yote, kuwa ya adili, kila njia ya uongo naichukia. Hili ndilo neno la Mungu. Tumshukuru Mungu. Amina. Washarika tukae, wakati nitakaribisha kwaya. Utasemaje umpenda Mungu usiyemwona, ilani yako wamchukia? Yesu wasema wapendeni adui zenu, waombeni wanaowaudhi. Umetupa akili ili tukujue wewe, mioyo ili tukupende wewe, na sauti ili tuimbe sifa zako. Twaomba utujaze na Roho Mtakatifu wako ili tuweze kuadhimisha utukufu wako na kukuabudu katika roho na kweli, kwa Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Bwana Mungu wetu yupo hapa, yupo pamoja nasi. Tumsujudie, tumche, tumsikie jinsi anavyotufundisha katika neno lake akisema: mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote, na mpende jirani yako kama nafsi yako. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Tukisema kwamba hatuna dhambi twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Kwa hiyo wapendwa katika Bwana, fungueni mioyo yenu, tumuungamie Mungu dhambi zetu, tukitumia ungamo lile la kwanza hali tumesimama. Mwenyezi
Mtakatifu, Baba wa rehema, mimi niliye maskini na dhaifu na kuzaliwa katika hali ya dhambi, naungama mbele zako dhambi zangu zote nilizozifanya kwa kuwaza, kwa kunena na kwa kutenda. Nimekukasirisha mara kwa mara, nikastahili adhabu yako hapa duniani na hata milele. Lakini ninazitia dhambi zangu na kutubu kweli, na kusihi kwa rehema yako iliyo kuu, unihurumie na kuniokoa mimi niliye maskini na mwenye dhambi. Ee Bwana, unisamehe dhambi zangu zote, unipe nguvu ya utakatifu wako, nishike mwenendo mpya. Basi ndugu zangu, ungamo hili likiwa ni la kweli na tukitaka kwa moyo wote msamaha wa dhambi kwa ajili yake Yesu Kristo ametusamehe dhambi zetu zote, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu amenihurumia, pendo hili kubwa sana, sikustahili jambo hili, nimepata bure tu. Sasa najua haya yote, sasa najua haya yote, nasifu huruma yake. Antifoni na Zaburi, ukurasa ule wa 289. Ukurasa wa 289. Haleluya, Bwana ameinuliwa mbinguni. Haleluya. Enyi watu wote, pigeni makofi.
iwe pamoja nanyi. Tusikie aya ya siku. Inapatikana ukurasa ule wa 317. Wa kuume ndiwe kuhani hata milele kwa mfano wa Melkizedeki. Tuombe. Mungu Mwenyezi, uliyempandisha mwana wako Yesu Kristo mbinguni kwa utukufu, utujalie msaada wa neema yako, ili kama vile alivyotuahidi kukaa pamoja nasi hapa duniani, hivyo kwa mioyo na akili zetu tusiache kuishi naye, bali tuyafuate yaliyo juu, aishipo na kumiliki pamoja na wewe na Roho Mtakatifu daima milele na milele. Amen. Tusikie somo la pili. Somo la pili, karibu mzee wa kanisa uweze kutusomea. Tusikilize neno la pili kutoka waraka Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8. Tutaanzia ule mstari wa 26 tutaishia na ule mstari wa 30. Nalo neno la Mungu linasema, Warumi 8:26 hata 30. Sura ya 8, Warumi sura ya 8, tutaanzia mstari ule wa 26 tutaishia ule wa 30. Nitawatangulia kusoma kwa msaada wa Mungu. Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwaombea, kwani huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao, katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Maana wale aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na wale aliowachagua tangu asili, hao akawaita, na wale aliowaita, hao akawahesabia haki, na wale aliowahesabia haki, hao akawatukuza. Amina. Na hili ndilo neno la Mungu. Tumshukuru. Neno la Mungu kwaya toka Nyang'embe. Karibu. Wazazi, wadhamini na watoto wanaobatizwa wanapojiandaa kusogea hapa mbele, na hasa tunapoanza fungu lile la 4 166. Pandisha sauti kidogo.
Kwa sauti zetu za wastani, vyombo viwe wastani. Nakubatiza Godbless Nondo katika jina la Mungu Baba na la Mwana. Ni sikukuu, Yesu nami nakulia mamsalaba usoni na kifuani. Kwa alama hii Kristo wala usiwe na haya kuja Bwana Mungu mtoto wako mtakatifu sikukuu ya kuosha dhambi zangu kukeshana. Nakubatiza Gudra katika jina la Mungu Baba ya kuosha dhambi zangu umekwisha kupata mimi wake yeye wangu sasa nitamwandane. Jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama yalivyotimizwa huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama nasi tunavyofanya waliotukosea, usitie majaribuni, lakini tuokoe kutoka uovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata milele. Tumepata Wakristo wenzetu leo wapya wawili walioingizwa katika taifa la Mungu. Kama tulivyokiri wenyewe, kazi yetu ni kuwatunza kiroho na kimwili. Basi sasa tuwapokee kwa kukaribishwa kwa makofi yale ya utatu. Nayo ni asante. Niombe mgeukie hapa. Mungu wa amani awajalie kuendelea kuwalea na kuwatunza watoto hawa. Enendeni na amani ya Bwana. Huu tutakuwa na sadaka mbili. Wazazi na wadhamini wa watoto waliobatizwa, mnapokuja kwa dhabihu mtaambatanisha pia na shukrani ya ubatizo. Wakati huo sisi sote pia tutaungana pamoja kwa shukrani hiyo ya dhabihu, na kwa kuwa vijana wapo, niombe praise team tupate wimbo wa pamoja. Sasa tutacheza zaidi huko ili tupate nafasi nzuri pia ya kupita wakati huu tunapita kwa sadaka. Kama unapita hapa, wale wa praise team, wale viongozi wa timu wenyewe, unaweza kuwa hapo wakati huo wengine tukiendelea kumtukuza Mungu tukiwa maeneo yetu. Na niombe kwa wingi wetu wazee wa kanisa tuwe na chombo pia pale nyuma tulipotenga nafasi, na hapo pia tutumie kwa ajili ya kutolea sadaka. Praise team, karibuni.
Chombo hiki cha pili na chombo kilichoko kule itakuwa kwa ajili ya dhabihu. Shukrani ya ubatizo itakuwa na chombo hiki hapa, dhabihu chombo hiki pamoja na chombo kingine pale nyuma. Karibuni praise team. Kabla ya kuimba natamani tu yasome vizuri haya maneno. Mwingine unaweza kuimba tu bila kutafakari, usione uzito wa ujumbe ulio katika wimbo huo. Usinipite Mwokozi, nisikie. Unapozuru wengine usinipite. Kiti chako cha rehema na kitazama, magoti napiga pale nisamehewe. Sina wa kutegemea ila wewe tu, yani wewe Yesu. Uso wako uwe kwangu na kwa ufariji peke yako. Sina mwingine hapa duniani pote ila wewe tu. Imba ukitafakari, imba ukielekeza moyo wako mbele za Mungu. Imba ukitambua ya kwamba ni nafasi sasa ya kumsikia Mungu akisema nawe katika Yesu Kristo. Hivyo mwalike Mungu aweze kusema nawe, aguse moyo wako, aguse maisha yako pia. Niombe tusimame. Tafadhali. Twende sasa kwa mwendo huu nimewaelekeza hawa wapiga vyombo.
Tuende sasa kwa mwendo huo ambao wapiga vyombo wanatuelekeza. ya Bwana wetu Yesu Kristo itawahifadhi mioyo yenu sasa tunapokwenda kulisikia neno lake. Tufunike macho tuombe. Mungu uliye mtakatifu na Baba yetu wa mbinguni, peke yako unastahili sifa, kama ambavyo tunaomba na kuomboleza kwamba unapopita na kuzuru wengine hata sisi usitupite. Tunakushukuru kwa uweza wako na ukuu wako ambao Bwana tumeendelea kuuona, na baraka zako nyingi katika kongamano hili la vijana waliokusanyika kutoka pande zote za dayosisi yetu ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, dayosisi ya Mufindi, kusanyika katika jimbo hili la Tumaini na usharika wa Tumaini ili kutafakari mambo mengi makuu ambayo Mungu unaendelea kututendea. Hata sasa tumekusanyika hapa kwa ibada. Tunakusihi Bwana, kama ambavyo tumeimba usitupite, tunaomba usitupite hakika. Neno lako lituguse, likapate kutuokoa na kusimama katika kukutumikia wewe. Asante kwa ajili ya watumishi wako waliokuwa wameendelea kufundisha na kuandaa kongamano hili, na asante kwa ajili ya siku ya leo tunapokwenda kuhitimisha. Jina lako litukuzwe sasa na hata milele, katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Injili yetu tunayopewa siku hii ya leo ni kutoka Injili ya Mathayo sura ile ya 20 mstari wa 29 mpaka pale mwisho mstari wa 34. Huo ndio ujumbe tuliopewa katika wiki hili tunaposherekea siku moja au juma moja kabla siku ya kushuka kwa Roho Mtakatifu. Maana yake tunamalizia majira ya kupaa. Neno la Mungu linasema, hata walipokuwa wakitoka Yeriko, mkutano mkubwa wakamfuata. Na tazama, vipofu wawili wameketi kando ya njia. Nao waliposikia ya kwamba Yesu anapita, walipaza sauti wakisema, uturehemu Bwana, mwana wa Daudi. Mkutano wakawakaripia wanyamaze,
lakini wao wakazidi kupaza sauti wakisema, uturehemu Bwana, mwana wa Daudi. Yesu akasimama akawaita akasema, mnataka niwafanyie nini? Wakamwambia, Bwana, twataka macho yetu yafumbuliwe. Yesu akawahurumia, akawagusa macho yao, mara wakapata kuona, wakamfuata. Amen. Naomba tuketi. Wa kanisa hapa sasa, vijana wetu wamesoma sayansi siku hizi ama hawajasoma sielewi. Wakaweka hapa mimbara ya kuhubiria, alafu ni ya kioo na jua linawaka. Na kwenye sayansi manake na jicho nalo ni kioo. Sasa kioo kikitazamana na kioo huwa vinaakisiana. Wasomi wa sayansi wanaelewa. Nikagundua nikija hapa sitaweza hata kusoma, maana vitaakisiana kioo na macho yangu. Nikaomba wafunike. Sasa wengine wanafikiri nilikuwa nasaisha mapambo yenu. Sijasaisha mapambo yenu. Bwana Yesu asifiwe. Maana vinginevyo nisingeona. Hata wewe ukiweka kioo hapo alafu ukitazame huwezi kuona kitu, kwa sababu macho yanaakisiana. Jamani, nawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Hongereni kwa kufika siku hii ya leo. Amen. Na hasa vijana wetu waliotoka kona zote za dayosisi yetu ya Mufindi. Hebu tusimame ili nijue kama washarika wa Tumaini wapo ama hawapo. Vijana wote msimame. Asante sana. Naomba tukae. Sasa washarika wa Tumaini na wenyewe wasimame. Kumbe wapo bwana. Nifikiri sio tulikuwa tunaongea sisi wenyewe, tuliokuja wenyeji wetu hawapo. Mimi nichukue nafasi hii, hata kama nitasema baadaye. Kwanza nichukue nafasi hii kuwashukuru sana viongozi wa UKWATA wa vijana ambao wameandaa hii, na hasa nikimtaja mchungaji Ndawala ambaye ndiye mratibu wa kundi hili. Anaratibu mengi, mambo ya UKWATA na mambo ya vijana, lakini hapa amekusanya vijana kutoka dayosisi yote. Hebu tumshangilie. Lakini hakuwa peke yake, yuko na mwenyekiti wake, mwenyekiti wa vijana wa dayosisi huyo hapo. Hebu wageukie watu wapate kuona. Unaona mambo haya yanakwenda hivi yalivyo, ujue wako wanaoshughulika. Lakini wako viongozi wengine waliokuwepo, wachungaji na hasa mkuu wa jimbo la Tumaini akishirikiana na hawa wameandaa kongamano hili hapa. Na vijana, kama kweli mmefika hapa na mmepata amani, mmefurahi, pungeni mikono nione. Kweli vimeongezeka na vigeregere. Hiyo inaonyesha kwamba waliandaa vizuri na mmefika mahali pazuri, na Mungu awabariki. Lakini niwashukuru pia wanajimbo hili, jimbo la Tumaini, wote walioko kutoka sharika zote walioshirikiana na wenzao kuhakikisha mnaandaa kongamano hili. Niwashukuru wale wa mtaa wa Tumaini kwa kujitoa kwao kwa kazi mbalimbali zilizofanyika kuhakikisha kwamba kongamano hili linafanikiwa na leo linafikia mwisho wake. Mungu awabariki sana. Sisi tuliokuja hapa tuwapigie makofi hao wenyeji. Leo ni siku ambayo tunahitaji kutafakari, kuona namna ambavyo tunaweza tukamuita Bwana, na hasa katika maombi, na Bwana akatekeleza mambo yetu tunayokutana nayo. Sisi kama Wakristo tunajua kabisa tuna haja ya kukutana na Bwana Yesu kila wakati. Lakini Yesu mwenyewe anapenda pia tuwe na nafasi ya kumuita pale tunapokuwa na haja. Ndio maana tunakutana na somo hili ambalo sitalifafanua sana, lakini tunaona wale wenzetu walikuwa na haja. Walikuwa wawili na wote ni vipofu, na sijui walikuwa wanaongozanaje mpaka wakafika hapo njiani, lakini walifika, na waliposikia Yesu anapita na watu wengi wanamshangilia, ndipo na wao wakapaza sauti yao.
Kabla sijafafanua kwa undani jambo hili ambalo nilifikiri kulisema leo, ninaomba kila aliye na shida yoyote atafakari kama uliwahi kutulia na kumuita Yesu. Maana hawa walikuwa vipofu, na katika upofu wao wakasikia tu habari za kwamba Yesu anapita, na hapo hapo wakaona haja ya kumuita. Tuko wengi ambao tuna shida nyingi, tuna matatizo mengi, lakini huwa hatuoni haja ya kumuita Yesu. Wengine tunatafuta njia zetu wenyewe, na wengine tunafikiri kwa njia zetu wenyewe tunaweza tukafanikiwa, lakini kumbe Yesu anapenda na yeye tuonyeshe ile haja ya kumtafuta, na ndipo anafanya. Kumbuka alipowasogelea aliwauliza swali, sawa, mnaniita na mnataka nisiwapite, mnataka niwafanyie nini? Na ndipo wanajibu, tunataka tupate kuona. Haja yao inapelekwa mbele ya Yesu ili Yesu atatue ile haja yao, na maandiko yanatuonyesha wazi kwamba alitatua. Wanaita wakipiga kelele wakisema, Bwana, Mwana wa Daudi, utuhurumie. Ule mstari wa 30. Bwana, Mwana wa Daudi, utuhurumie. Wao wanamtaja tu Mwana wa Daudi maana ametoka katika ukoo wa Daudi, lakini wamegundua anacho cha zaidi kuliko wana wa Daudi wengine, na ndio maana wanaona haja ya kumuita. Na mimi nimeandaa somo hili katika vichwa vichache vifuatavyo. Kimoja, nimeona hakika Yesu anasikia kilio cha wanaomuita. Mwambie jirani yako, hata wewe Yesu anasikia kilio chako. Maana hawa waliamua tu kumuita, wala hawakujua kama watapokea kile kitu, lakini alipoitika akawauliza, mnataka niwafanyie nini? Sasa mtu unaweza kwenda kwa Yesu hujajipanga. Na watu fulani walipangiwa zawadi nyingi tu, lakini zimefungwa katika kamba, zawadi hazionekani. Halafu wakaambiwa, nendeni pale mkachague zawadi, kila mtu akachague zawadi yake. Walio wengi waliangalia kamba nene ndio itakuwa na zawadi kubwa. Kwa hiyo wakasogea, aliyechagua kamba nene kuliko zote wa kwanza akavuta, akapata sindano. Yaani kule mwishoni kimefungwa nini? Sindano. Akaambiwa ndio zawadi yake. Na wa pili akaenda hivyo hivyo. Wa mwisho aliyechelewa kwenda akasema, mimi nitakachopokea ni kile ambacho Bwana anataka. Akavuta kamba nyembamba. Alipovuta haikuja. Alijaribu kuvuta, haiji. Kumbe kule kumefungwa kitu kizito, zawadi nzito. Unapomtafuta Yesu usiangalie mambo ya kibinadamu. Mwambie Yesu haja yako, yeye anajua haja yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo yeye anasikiliza na anasikia, na ndio maana alidiriki hata kuambia kwamba mnataka niwafanyie nini. Na wale haja yao kila siku wanasikia watu wanaongea, hawajawahi kuwaona wana sura gani, wanaviona vitu vingine, wanakula hawajui rangi yake kwa sababu ni vipofu. Wakaona hili ndilo jambo ambalo tunalikosa katika maisha yetu kuliko jambo jingine, wakasema tunaomba tupate kuona tena, au tupate kuona. Na Yesu anawajibu tu kirahisi tu, iwe kama mlivyoomba, iwe kama mlivyoomba. Na pale pale macho yao yakafunguliwa, wakaona, wakafurahi. Hebu tafakari furaha aliyokuwa nayo mtu ambaye amekuwa kipofu tangu kuzaliwa, halafu ghafla anaanza kuona. Unajua alikuwa anashangaa kila kitu. Halo. Tafakari. Alikuwa anashangaa kila kitu, kwa sababu hajawahi kukiona. Hata yeye anatembea, lakini hajui mtu mwenzake mwingine anatembeaje. Kwa hiyo atakuwa alishangaa tu hata kuona kwamba kumbe mimi na miguu miwili na huyu naye miguu miwili.
kumbe hapa kuna shimo, hapa hakuna shimo. Kwa hiyo walifurahi kwa kuwa Mungu amewasikia na wakaendelea kumshangilia Bwana. Wale watu tunaambiwa walizaliwa wakiwa vipofu, kwa hiyo hakuna siku waliona chochote isipokuwa siku ile ambayo Mungu alisikia maombi yao. Tunajifunza mengi katika hili. Tunaweza kujifunza kwamba sio kwamba Mungu hasikii maneno mazuri tunayosema, lakini tunayaandaa vipi huko moyoni na kumpelekea yeye, na tunajipangaje kumwambia hayo ambayo tuna haja naye. Hilo ni jambo moja unahitaji kujifunza. Lakini jambo la pili, wakati mwingine dunia huwa hainyamazi, au dunia yenyewe inafanya kazi ya kuwanyamazisha wale wenye shida. Ndio maana wakati mwingine unaposema na kwenda ibadani, nasema we kila siku ibadani, kila siku ibadani, huchoki. Wengine hata wanawazuia watoto wao, usiende kanisani, nenda kwanza kauze bagia, maana hapa nyumbani hatuna fedha, hapa hatuna kitu. Kwa hiyo watu wanawapeleka, wanawapoteza, wanawazuia. Kama ambavyo wale waliokuwa wanaomba wanamlipigia kelele Yesu, wako watu walisema nyamazeni, mnampigia kelele mheshimiwa, lakini wao hawakunyamaza. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni muombaji, ukiona mahali unapoomba wenzako hawapendi, tafuta hata mahali pengine, tafuta hata msituni, tafuta hata mahali ambapo una faraga yako, lakini usiache kumwomba Yesu. Usiache kumwomba Mungu, kwa sababu Mungu huwa anasikiliza wale wanaoomba na anawafanyia kama wanavyoomba. Na sio lazima ujali kwamba uombe kama anavyoomba fulani. Omba katika uwezo wako. Jambo la muhimu, mimina moyo wako kwa Bwana. Amen. Yaani usiombe kwa sababu fulani anaomba. Siku hizi nimeona watu wanaigana. Yaani mtu mwingine akianza kuomba akisema Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ninakuamuru, na yeye kesho anaanza kufanya hiyo. Hiyo sio ya kwako, ilikuwa ya yule. Omba kwa sauti yako, omba kwa moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Wale waliomba wakapaza sauti, na wewe ukiweza kupaza sauti sawa, lakini mahali pengine hata haina haja ya kupaza sauti. Mahali pengine wako watu wanafanya shughuli zao, mwambie Mungu kimya kimya, Mungu atasikia. Amen. Na atasikia, atafanya haja yako. Na unaweza huko katika ulimwengu wa roho, huko unaomba, unasikia Mungu anakuuliza unataka nikufanyie nini? Katika hayo unayoomba unataka nikufanyie nini? Kadri unavyoendelea wewe mueleze haja zako. Neno linasema haja zenu na zijulikane na nani? Na Mungu, sio na wanadamu. Amen. Sasa wengine wanafikiri kwa kupayuka sana ndipo Mungu anajibu, au kwa kuomba kimya kimya Mungu anajibu. Wakati mwingine tunakwaza hata wengine. Mwingine anataka jiombee kimya, wewe unatoa hata kichwa kwenye dirisha, ndio unaanza kuita Baba katika jina la Yesu Kristo. Mtau lazima uelewe leo, haikusaidii. Wengine ni walevi tu, wala hawasikilizi. Haleluya, haleluya. Na kwanza wengine wanasema unatupigia kelele, kama wale walivyosema unatupigia kelele. Kwa hiyo uhusiano wako na Mungu ndio uwe wa muhimu kuliko kujali watu wengine. Wewe jali, Mungu anaweza kukusikia. Watu wa leo wako wamekwama, hawapati nafasi hata ya kumwomba Mungu kwa sababu wamechoka, na wamechoka katika mambo mengi. Wengine wamechoka katika mambo ya kiuchumi, wengine wamevunjika kifamilia, wamesambaratika kifamilia, wengine wamekata tamaa ya mambo ya kiroho. Yaani wanaona mambo ya kiroho kama hayana umuhimu, wala maombi hayana umuhimu. Wengine wamelemewa na magonjwa, wamekata tamaa, wamenyamaza. Hata kusema wapate nafasi ya kutamka ili wamwambie Mungu haja yao, wanakosa muda huo. Lakini wengine wamefungwa na dhambi. Hawa ndio wengi, maana yako mengi ambayo watu wameingia kuyafanya yasiyofaa na wameingia kwenye dhambi. Hiyo imeua roho ya maombi, hiyo imeua roho ya mawasiliano na Mungu. Hata Mungu anapotaka kupita alete muujiza wako, anakukuta haupo,
kimawazo haupo, katika shughuli zako unafanya mambo mengine ya Mungu, huna nafasi nayo. Wakisema huko kanisani kuna jambo fulani, wewe ni kutafuta neno la kuchallenge, la kuharibu, la kuwatangazia na wengine, jamani, wanatusumbua mno, sasa wamezidisha sadaka mno, sasa sijui wanasema tukalime na mashamba, sijui wanasema tukafanye nini. Acha hayo, simama na Mungu wako, maana Mungu anajua haja yako. Amina. Simama na Mungu wako, maana Mungu anajua haja yako. Nashukuru kwamba vijana wamekusanyika kwa wingi. Mungu awabariki ninyi mliokusanyika. Lakini wako kule nyuma wanaowadhihaki, wanaowadharau. Angalia, wameenda kupata nini? Hata mkirudi mtapokea hayo maneno. Mlipata nini sasa? Wewe usiwaambie, waone tu mabadiliko. Amina. Maana kwa vyovyote semina hii ilivyokwenda mpaka tunafika hapa mwisho, mmepokea vitu vipya vingi. Sasa hivyo mkaviweke kwenye matendo, watu washangae vinatokea. Amen. Na kwa njia hiyo watamtukuza Mungu aliye mbinguni. Roho Mtakatifu huwa tunapokwama, jambo la pili hilo, huwa tunapokwama anatusaidia. Tunapotaka tuombe tunakosa nguvu za kuomba, mwite Roho Mtakatifu, atakuinulia uwepo wa Mungu, atasogea, atakupa nguvu, hata utasimama. Maana kuna neno hapa nasema, Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi ipasavyo. Hiyo tunapata katika Warumi sura ya 8 mstari wa 25. Naye hutusaidia kuomba. Kama wewe ni mvivu kuomba, basi kila siku muite Roho Mtakatifu akusaidie. Kila siku mwambie Roho Mtakatifu, nina haja lakini nashindwa. Wengine anasema ngoja leo niombe, halafu anapoingia kwenye maombi ghafla usingizi unakuja. Atakuja kushangaa kumekucha. Halafu anajiuliza, hivi nilikuwa naomba, nilianza kuomba au ilikuwaje? Kwa hiyo anakosa nguvu kwa sababu hujamuita Roho Mtakatifu. Mara nyingi hatujui tufanye nini. Roho Mtakatifu ukimuita atakufundisha. Mara nyingi hatuna nguvu za kustahimili. Wako watu wanaweza kuanza maombi saa 1 jioni akafika mpaka kesho asubuhi. Wakati fulani, kwa mfano maombi ambayo unapata usingizi alafu naamka, Mungu anakuambia sasa omba. Unajua wakati mwingine wamejipanga wachawi kuja kukushughulikia. Sasa wewe umeamshwa saa 4 usiku unaanza kuomba mpaka saa 8. Wanasubiri mpaka wanakata tamaa. Na kesho wakija wanasema huyu sio wa kawaida. Amina. Nina mfano mmoja. Wazee wa kanisa wawili walikuwa wachawi. Halafu mzee wa kanisa mmoja akawa ni mwaminifu kwa neno la Mungu. Nani muombaji? Wale wachawi siku nyingine wakasema, huyu jamaa anatutisha sana. Kwa nini kila siku tukitaka tumuendee, tumfanyie mambo yetu tunakwama? Wakajipanga siku nyingine waende kwa kishindo kikubwa. Kila walipokuwa wanavamia nyumba yake, wakiingia ndani wanamkuta amepiga magoti anaomba. Walijaribu sio mara moja, mara nyingi. Walipokwama kabisa, wakaamua kumuendea sasa ana kwa ana. Sasa ukiona mchawi mpaka anakuja kujiweka wazi kwako ana kwa ana, ana kwa ana, maana yake amehangaika kwa hali zote, ameshinda. Sio hadithi, kwa sababu hii alinisimulia mchungaji, na mchungaji huyo aliwahi kufanya kazi hapa, akanisimulia walivyoenda kwake sasa kumalizia jambo lenyewe. Wakamfuata wakamwambia, bwana, tunaomba utusaidie, wenzako umepata dawa wapi ya kujikinga? Umepata dawa wapi ya kujikinga? Kwa sababu sisi wenzako tumekutafuta sana, hatujakupata. Yule bwana akajibu akasema, mimi mwenzenu sina dawa ya kujikinga, ila ninamwamini Mungu na ninafanya maombi sana. Akasema, haiwezekani, wako wengi wanafanya maombi, tumeingia, tumewavamia, tumewaloga, tumewakaba, lakini wewe kila tukija, siku ya kwanza tulikuja hatukuona mlango wa kuingilia, tulizunguka nyumba yote hatukuona, tukarudi. Siku ya pili tukaja tukaona nyumba yako imeanguka.
kusema kumbe tumepoteza muda, mtu mwenyewe ameshajifia mwenyewe, maana amekufa huko ndani, nyumba imeanguka. Tunaamka asubuhi tunaona nyumba yako iko salama. Mara ya 3 tumekuja tumekuta nyumba yako inawaka moto, tukajua kabisa kumbe wenzetu wameshawahi, wamemuua kabisa, wamemuashia na moto. Asubuhi tunakuona. Sasa tuambie kitu gani mwenzetu ulicho nacho? Wakasema, kwani nyinyi wenzangu huwa mnakuja kwa ajili ya shida gani? Na kwa nini mnakuja usiku hamji mchana? Akajieleza yule mchawi. Sisi bwana, wale wachawi akajieleza. Sisi bwana, tulikuwa tunakuja ili tukuloge. Lakini tunapokuja ili tukuloge, tukukabe, tukufanyie mambo magumu, tunakuta hayo tuliyoyakuta. Asubuhi tunakuona huko. Hivi mwenzetu huwa unaishije? Wakati mwingine tunakuta unaomba mpaka asubuhi. Akasema hapana, huwa naomba jioni napoenda kulala, halafu nalala. Ninaamka kesho ninaomba, ninaendelea kwenye shughuli zangu. Akasema hamna, tusaidie na si wenzako hiyo dawa ili wasituloge. Akamwambia sina dawa nyingine, ninachowaambia ndicho hiki. Akasema hamna. Sasa hapo ndipo siri ilipobumburuka, kwa sababu aliwaambia kama mnataka niwapeleke mkaombee kwa mchungaji, mkatoe hivi vitu vyenu mumalize. Na aliyenisimulia ndio huyo mchungaji ambaye walienda kwake na wakajieleza. Na yeye akasema ni kwa mara ya kwanza anakutana na wachawi wanaleta vitu vyao wenyewe kwa hiari, baada ya kumtafuta mwenzao mmoja aliyesimama na imani na maombi, halafu hawakumpata, ikawa sababu ya kuokoka kwa wale wengine. Bwana Yesu asifiwe. Nilifikiri hapo mngepiga na vigeregere vingi sana. Au na nyewe wameshawakaba, msipige vigeregere, maana na hapa wapo. Naomba Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo hilo peke yake mimi liliniimarisha, na mpaka leo ninasimama katika maombi katika jambo lolote ninalokutana nalo. Nikikutana na jambo gumu ni kwenye maombi. Nikikutana na hali ngumu hata ya kikazi ni kwenye maombi. Na nimemuona Mungu akitenda muujiza. Bwana Yesu asifiwe. Hata dayosisi hii tulifika tukapata kwa sababu ya maombi. Amen. Hapa hawasemi amen, maana walikuwa hawaombi. Yaani tulifika hapo kwa sababu ya nini? Ya maombi. Vita si juu ya damu na nyama, ni vita katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Na ulimwengu wa roho haushikiwi panga, unashikiwa neno la Mungu. Maana lile ndio limeitwa upanga wa roho. Huo ndio unaweza ukakatakata, ukaharibu kazi za ibilisi. Na hapo tukafanya kazi yetu kwa amani na kwa raha zote. Hata leo vijana wanapohitimisha kongamano hili wanarudi kwa ushindi mkubwa, maana wamepokea mafundisho, wamepokea neema ya Mungu, na sasa watakwenda wakiwa kifua mbele, hawana woga tena. Na watasimama katika maombi katika mambo yao yote. Na wanaposimama katika maombi katika mambo yao yote, yeye Mungu atawapa nguvu za kuomba kama hamuna nguvu. Amina. Maana yeye ameahidi kwamba yeye tunaposhindwa anatutumia nguvu ya kutusaidia. Sasa kama anatutumia nguvu ya kutusaidia, jambo la msingi ni wewe kuingia kwenye jambo hilo. Bwana Yesu asifiwe. Usitegemee nguvu wakati uko nje. Ingia ndani. Halafu mueleze Mungu. Hata wale vipofu hawakukaa nyumbani, walichukua hatua. Bwana Yesu asifiwe. Waliposikia kwamba Yesu anapita, wakachukua hatua na wakasogea barabarani. Halafu hawakukaa pale tu washangai tu, walianza na kupiga kelele na kupiga kwa sauti kubwa na kusema, Bwana uturehemu, Bwana utuhurumie, kwa lugha nyingine, Bwana utuhurumie. Na ndipo Yesu anakuja anakuuliza, nikufanyie nini? Halafu unamwambia. Vijana wangu, tumefundishana mengi huku ndani, na watumishi wengi wamekuja wamewafundisha. Hayo mliofundishana, hayo mlioyapokea, sasa yawekeni mbele za Mungu. Amina. Halafu mwambie Mungu, mimi nataka kuchukua hatua hii katika hili, hii katika hili, hii katika hili. Halafu anza kumuita Bwana. Halafu ukimuita
Akikuuliza unataka nikufanyie nini, mwambie uchumi wangu umelala, kila nikitafuta nisogee sisogei. Na kwa kuwa uchumi wangu umelala, naomba Bwana uniinulie njia, unionyeshe mlango, ninatokaje hapa? Kwa nini yule amefanikiwa? Acha ile tabia ya kufikiri kila aliyefanikiwa ni mshirikina. Kila aliyefanikiwa, wako wanaotumia hizo nguvu za Ibilisi, lakini wana mwisho wake. Wewe tumia nguvu za Mungu na mwisho wake itakuwa uzima wa milele. Amen. Na hiyo ndio baraka tunayoitafuta katika maisha haya. Yeye anatupa uvumilivu. Kama tunamuita katika hakika anatupa uvumilivu. Halafu anapotupa uvumilivu, kuna mahali utapita katika mapito magumu. Yesu mwenyewe alipita katika mapito magumu kabla hajafika mwisho. Alifika mahali mpaka anaomba, anasema, Baba, kikombe hiki kiniepuke. Kwa hiyo unaweza ukapita katika njia ngumu ukakata tamaa. Vijana, msikate tamaa. Songeni mbele, kwa sababu Mungu yuko pamoja nanyi. Huu muda mlioutoa wa siku 5, Mungu lazima awalipe. Na lazima awafanikishe, maana neno lenyewe tulilosema, yeye mwenyewe Bwana atafanya nini? Atatufanikisha. Bwana Yesu asifiwe. Kama yeye mwenyewe atatufanikisha, tuna shida gani? Kwa nini tupate tabu? Tulia na Mungu wako. Amina. Tulia. Haya uliyoyapokea kayafanyie kazi. Kama kuna mambo yalikuwa yanaenda tofauti, mwambie shetani kwa heri. Yaani unapotoka hapa unasema, yale niliyofanya nyuma kwa heri, sasa ninachukua ukurasa mpya. Hii shule mpya niliyoipata, kama ni uchumi, kama ni maisha ya kiroho, kama ni maombi, sasa ninachukua. Bwana, wewe mwenyewe utanifanikisha. Amen. Na tutakapokutana mwakani, tutapokea ushuhuda kama tulivyopokea ushuhuda mwaka huu baada ya kongamano la mwaka jana. Mwakani natazamia ushuhuda wa watu wengi zaidi, na aliyoko hapa labda hao wameondoka. Kama hajaondoka, yuko ndani ya dayosisi, asikose, ili mwakani wale wengine waje mkawadobolishe yale mlioyapokea. Amen. Na Mungu akupe uvumilivu, halafu akupe imani. Pasipo imani hatuwezi kufanya neno lolote. Mungu akupe imani. Imani ya kuamini kabisa kwamba jambo hili litafanyika. Unajua imani ina nguvu sana. Mahali fulani niliwahi kutoa mfano, nikasema kuna mtu aliambiwa, wewe umehukumiwa kunyongwa. Akaanza kuandaa akili zake na mwili wake kwamba anakwenda kufanya nini? Kunyongwa. Na kosa lake lilikuwa kubwa kweli, anastahili kunyongwa. Kwa hiyo na imani ikajenga kwamba nimekosea, ni lazima nitanyongwa. Akachukuliwa siku ya mwisho ambayo atanyongwa, akaambiwa sasa kaa hapa. Walifanya hilo jaribio kule Marekani. Sasa kaa hapa. Akaingizwa kwenye chumba ambacho kimejaa wekundu mtupu, mavisu yamesimama huku pembeni, kwamba kunyongwa kwake labda kutakuwa kwa kuchinjwa au itakuwaje sijui. Kwa hiyo akaendelea kujenga imani kwamba hivi sasa ninakwenda kunyongwa. Sawa sawa? Tunakwenda pamoja? Kama wewe unavyojengaga imani kwamba hapa mlima huu nitapanda, alafu unapanda. Kwa hiyo na yeye akajenga imani, sasa ninakwenda kufanya nini? Nyongo. Ikafika sawa, akamwambia leo, kesho ndio unanyongwa. Leo sema chochote unachotaka kula, hata kama hakipo hapa, tunatuma ndege ikafuate ikuletee ule wa mwisho. Maana unakwenda kufanya nini? Nyongo. Kweli wakamletea kila kitu. Taja hiki, vingine naangalia tu, maana kula kuna limit. Huwezi kula zaidi ya uwezo wa tumbo lako. Sasa ametaja vingi, vingine kawa na viangalia tu. Bwana kula, bado dakika chache unakufa wewe. Anajaribu hiki, anaongezea wapi? Tumbo limekataa, limeshajaa. Na mwisho akamwambia, kunyongwa kwako wewe unakatwa na kisu. Kwa hiyo wakamleta mtu ameshika kisu huku na kisu. Wakamwambia sasa unaingia chumba hiki cha kunyongwa. Wakamuingiza. Sasa toa nguo zote, maana tukikukata au kunyonga kwa kisu au kunyonga kwa kamba au nini, labda damu zitatoka, taharibu na nguo zako ambazo wanatakiwa wavae wanaokurithi. Basi kakaa pale. Baadaye akalazwa kwenye beseni la chuma. Kalazwa. Halafu akaambiwa sasa unanyongwa.
alafu akahesabu 1, kisu hicho kinashuka, 2 kinashuka. Kama ungekuwa wewe umeshakufa, yaani unakufa kwa woga tu. Waliposema 3, wakapitisha kipande cha barafu, sio kisu, kipande cha barafu kwenye shingo chwa. Ule ubaridi ulipopita tu chwa, akachituka akafa. Kilimuua nini? Wala sio hofu, imani. Mwambie jirani, imani ina nguvu. Kilichomuua ni imani. Maana mazingira yote yaliyotengenezwa yale yalikuwa yanatengenezwa kwamba huyu anajiandaa kwamba kwa vyovyote ninafanya nini? Na kufa. Kwa hiyo akatengeneza imani hiyo. Ukitengeneza imani hiyo kwa Mungu kwamba hili ninaloomba kwa hakika litakuja, linakuja. Bwana Yesu asifiwe. Haliwezi kushindwa kwa sababu imani ina nguvu. Tumeambiwa inahamisha hata milima, si ndio? Unaweza kuambia mlima huu ng'oka, ukakae kule, na unang'oka unakaa huko. Tatizo hatupokei yale ambayo Mungu ametuandalia kwa sababu tunaenda na imani kidogo. Kama tungelikuwa na imani ya kuwa na hakika kwamba hivi chochote kitakachopita hapa mimi nakufa, tungekufa kama yule aliyekufa. Sasa sisi hatutakufa, ila tutapokea kile tunachoomba. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo imani ikikaa sawa sawa katika maisha yako, uwe na hakika unaingia kwenye mafanikio. Lakini pia kujifariji, kujitia moyo katika mambo mbalimbali. Tunapomuita Yesu, tuamini anakuja na tuamini kwamba atatuwezesha. Imani kwa kweli huvumilia vitu vingi, na kama inavumilia vitu vingi, tusiache kuomba kwa imani. Ombeni kwa imani, kwa sababu uko wakati watu wanaweza kutudharau, uko wakati watu wanaharibu ile trendi yetu, ile ratiba yetu ya kukimbilia Mungu, lakini yeye amesema ajaye kwake hata mtupa kamwe. Jambo la msingi, tumuendee Yesu kwa imani, tuombe haja zetu na yeye atazitimiza. Mwambie jirani yako, una haja gani na Bwana leo? Alafu simama. Sasa hilo jibu usimjibu huyo mwenzako, ila jimimine kwa Bwana. Moyo wako ujimimine kwa Bwana, umwambie hiyo haja aliyokuuliza mwenzako, badala ya kumjibu. Sasa wewe jimimine kwa Bwana. Sipendi tujimimine kwa kelele, jimimine katika nafsi yako. Na mimi ninakwenda kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, peke yako unastahili sifa na heshima na utukufu. Watu wako tulikaa kimya mahali hapa tukikusikiliza kupitia mtumishi wako uliandaa somo la leo, la kuona kwamba tunapokulilia wewe Mungu, tunapokuja kwako, tunapoomba Bwana, hujawahi kutuacha. Siku zote umetujibu maombi yetu. Na hapa katika mkutano huu wa vijana, pamoja na washarika wa usharika huu wa mtaa wa Tumaini na jimbo hili, kila mmoja ana haja nao. Kila mmoja anatamani kukuita, analo jambo analotaka kukuambia. Ninaomba Baba ukasikilize. Sikiliza katika kila jambo la kila mmoja, na ukatende kama ulivyotenda kwa wale vipofu ambao Bwana walikaa njiani. Hatua ya kwanza walichukua kutoka nyumbani, wakafika njiani ili wakusubiri Yesu wakuambie haja zao. Na hawa watu wako wamekusanyika hapa kutoka pande zote za dayosisi yetu ili waseme haja zao. Vijana wana mambo mengi, uchumi umeyumba, taifa tunaona limefika mahali ambapo sio pazuri. Hata vijana hawaelewi wafanye nini ili maisha yao yawe ya amani. Naomba kila haja ya kila kijana aliyefika katika mkutano huu, aliyefika katika kongamano hili, akapokee. Maana hatua aliyochukua ya kutoka kule nyumbani na kufika hapa, ametumia gharama kubwa. Ninaomba ukalipe sawasawa na mapenzi yako, ukamlipe kila mmoja ili apokee
kile ambacho wao wanaomba, kama wale vipofu walivyoomba. Lakini wako washarika wa usharika huu na jimbo hili na dayosisi hii nzima, ninakusihi haja zetu zifike kwako, na Mungu upate kutujibu kama upendavyo, maana umesema anayekuja kwako huwezi kumtupa, nasi tunaamini unakwenda kutupatia kama tutakavyoomba. Uitazame dayosisi yetu hii katika maendeleo yake, katika uchumi wake, watumishi wake, shughuli zote tunazozifanya, mipango yote tunayoweka, Bwana ukaiinue. Na hapa chumvi hii ya vijana hao waliokusanyika, ni kanisa zima la dayosisi ya Mufindi limekusanyika. Nina hakika Mungu utafuatilia kila mahali ili kuleta uamsho mpya wa kiinjili, lakini sio hiyo tu, kiuchumi, kimaadili na mambo mengine yote ambayo Mungu wamefundishwa watoto wako hapa yatatawanyika kila mahali. Wale ambao hawakufika wakapate kuambukizwa na hawa waliofika. Asante kwa ajili ya siku hizi ulizotupa. Ninaomba kwa ajili ya viongozi ambao Mungu wamefanya kazi kubwa ya kuwakusanya vijana, wale walioko kule mitaani, wainjilisti waliohimiza, wale waliowapa michango ili waweze kufika hapa, waweze kupokea kitu kitakachowasaidia. Mungu asante. Ninaomba hata kwa ajili ya wenyeji wetu ambao hawakulala siku zote 5. Mungu ulikuwa pamoja nao, waliandaa, walipika. Vijana hawa hawakulala na njaa hata mara moja. Kama yako mambo madogo madogo ni ya kawaida, hayo tunajua. Hata shetani alikuwa anatafuta atafute wapi tutaparanganyika, lakini Bwana, tunatangaza ushindi mkubwa leo tunapofika mwisho wa semina hii na kongamano hili la vijana. Jina lako likapate kuinuliwa kwa ajili yetu na kwa ajili ya kanisa, na watu wakapate kupokea kile ambacho Mungu umekusudia. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti nimeomba haya yote, na wote tuseme amen. 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 Makofi na vigelegele kwa Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Makofi mengi kwa Bwana kwa ajili ya ujumbe ambao tumeupokea. Tunashukuru sana Baba Askofu kwa ajili ya ujumbe huu wenye kututia nguvu, kutujenga na kutuhimiza juu ya maombi na ahadi ya Mungu kwamba anasikia maombi yetu. Tutakuwa na matangazo na salamu hapo baadaye. Wakati huu liwe tangazo moja tu. Sadaka yetu ya leo yote inaelekea kwenye mfuko wa posho za watumishi siku hii ya leo. Kwa hiyo tuwaalike pia wageni wetu vijana pamoja na wageni wengine wote, tushirikiane wakati huu tunapomtolea Mungu sadaka hizi. Tutambue kwamba sadaka zitaelekea, sadaka zetu zitaelekea huko. Kwaya mbalimbali zitaimba wakati huu, lakini pia ili tuweze kwenda na wakati vizuri, tutafanya kama tulivyofanya awamu ya kwanza. Tutakuwa na chombo hapa, tutakuwa na chombo kingine pia pale nyuma kwa ajili ya kumtolea Mungu sadaka hizi. Wazee wa kanisa muanze kuratibisha. Karibu mwinjilisti kwa ajili ya kuratibisha kwaya pia. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Na zoezi hilo la kutoa